Waumini wa makanisa matatu katika eneo la Ndia, kaunti ya Kirinyaga wamewachwa vinywa wazi baada ya makanisa yao kuvunjwa na mali ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1 kuibiwa. Makanisa hayo ambayo ni Katoliki, Kianglikana na Fountain of Life yalivamiwa na watu wasiojulikana na ambao walitoroka na ala za muziki, kunywa sakramenti takatifu na kuiba fedha za mchango. Viongozi wa makanisa hayo sasa wametoa wito kwa asasi za usalama kuimarisha hali ya usalama eneo hilo. Tuna huzuni mingi sana juu wezi waliingia kwa kanisa yetu jana na waliimba vinanda, wakaimba microphones, waliimba vitu za wimbo, waliimba vinanda, wakiimba keyboard na za dhamana ya shilingi zaidi ya 1500 hapa kwetu kanisani. Lakini hatukuwa tunaelewa ya kwamba yule Sauli tulikuwa tunahubiriwa juu yake alikuwa kanisa letu akiharibu. Tulipata information kutoka kwa neighbor wetu hapo ya kwamba amepata vitu zimetapakaa huko kwa shamba yake. Wakati tulimeenda hapo kuangalia, tukaona kweli zimetoka kwa kanisa letu. Kuangalia kwa kanisa, tulipata wamevunja kanisa. Sehemu ya kwanza wakaingia, wakashindwa kuingia kwa strong room. Wakarudi tena wakaingia pande ya pastor's office. Ndio walifaulu kuvunja hapo, wakaingia ndani. Na kanisa sera ziliibwa jana ni yetu ya Katoliki ya Riakiani St. Joseph. Ile ingine ni Fountain of Life hapa tu Riakiania, na ile ingine ni St. Joseph tu hapo Kiamagunyi ACK. Huko Kiamagunyi ACK kumeimbiwa microphone 4, receiver na keyboard. Hizo ndizo zimeimbiwa.